Amara alitabasamu kwa dharau. Ulikimbia sana Neema, lakini mwisho tumekupata. Neema alirudi nyuma kwa hofu. Musa akasema kwa sauti kali, tunachotaka ni pete tu, ukikubali kutupa hatutakudhuru. Salehe hakuelewa vizuri kilichokuwa kinaendelea, lakini aliona wazi kuwa Neema alikuwa anaogopa. Alisimama mbele yake kumkinga. Hamtaweza kumgusa, alisema kwa sauti thabiti. Musa alicheka kwa dharau. Wewe kijana maskini unafikiri unaweza kutuzuia? Musa na mtu aliyekuwa pamoja naye walimrukia Salehe wakitaka kumpiga. Lakini Salehe alikuwa na nguvu na ujasiri, alipambana nao kwa nguvu zote. Wakati huo Neema alikuwa amesimama pembeni akiwa na hofu. Ghafla pete yake ilianza kung'aa kwa mwanga mkali sana. Mwanga ule uliwafanya Musa na mwenzake warudi nyuma kwa hofu. Amara alipiga kelele, hiyo pete ina nguvu. Wakiwa wamechanganyikiwa na mwanga ule, walikimbia haraka kutoka pale. Salehe alimgeukia Neema akiwa anapumua kwa nguvu. Neema, hawa watu hawataacha kukufuata. Neema alitikisa kichwa kwa huzuni. Salehe akasema kwa uamuzi, basi hatutabaki hapa tena, tutaondoka kabisa. Usiku ule ule Salehe alimchukua Neema pamoja na bibi yake. Waliondoka kijijini kimya kimya na kuelekea mjini kutafuta maisha mapya. Lakini walipofika mjini waligundua kuwa maisha hayakuwa rahisi kama walivyodhani. Hawakujua pa kuanzia, hawakujua hata pa kulala. Usiku ule walilala barabarani, pembeni ya duka lililofungwa. Walikuwa kama watu wasiokuwa na makazi. Asubuhi ilipofika, Salehe alitoa pesa kidogo sana aliyokuwa ameihifadhi. Alimkabidhi Neema. Nunua chai kidogo wewe na bibi mkanyweni. Mimi nitaenda kutafuta kibarua. Neema alimtazama kwa tabasamu la shukrani. Ingawa maisha yalikuwa magumu, bado alihisi matumaini moyoni. Wakati Neema alitabasamu, pete yake iling'aa sana kwa mwanga wa ajabu. Siku hiyo hiyo Salehe alipata kibarua katika jengo moja kubwa la ghorofa. Aliajiriwa kama msaidizi wa fundi ujenzi. Salehe alifanya kazi kwa bidii sana siku hiyo. Alibeba mawe, alichanganya saruji na kusaidia mafundi kwa uaminifu mkubwa. Mwisho wa siku, fundi mkuu alimuita. Kijana, umefanya kazi nzuri sana leo. Alimpa pesa nyingi zaidi ya kawaida. Salehe alishangaa sana. Kwa furaha alikimbia kumtafuta Neema. Alipomkuta, alimuonyesha pesa zile. Neema alitabasamu kwa furaha. Baada ya siku chache, walinunua nyumba ndogo ya kupanga yenye chumba kimoja na sebuleni. Neema na bibi yake Salehe walilala chumbani. Salehe yeye alilala sebuleni. Kesho yake asubuhi, Salehe alienda tena kazini, na safari hii mambo yalianza kubadilika kwa haraka. Kwa sababu ya uchapakazi wake, mafundi walianza kumheshimu sana. Baada ya muda mfupi, alipewa jukumu la kusimamia vijana wengine kazini. Ajabu zaidi ni kwamba vijana wote walimtii. Ndani ya mwezi mmoja tu, Salehe alikuwa tayari ameanza kupata pesa nyingi zaidi. Kwa furaha kubwa, aliamua kufanya kitu maalumu. Alimfungulia Neema biashara ndogo ya mgahawa pale mtaani kwao. Neema alianza kupika chai, maandazi na chakula kidogo kwa wateja. Watu wengi walipenda chakula chake. Biashara ile ilianza kukua haraka sana. Maisha yao yalibadilika ghafla. Nyumba yao ndogo ilianza kujaa furaha kila siku. Na kadri siku zilivyopita, mapenzi kati ya Neema na Salehe yalizidi kukua ndani ya mioyo yao. Mgahawa mdogo alioufungua Neema ulianza kuvutia watu wengi sana. Wateja walipenda sana chakula chake kwa sababu kilikuwa kitamu na alihudumia watu kwa upole na heshima. Kila siku wateja waliongezeka. Ndani ya muda mfupi, mgahawa ule mdogo ulianza kuwa maarufu katika mtaa wao. Watu walikuwa wakisema, ukitaka chakula kizuri, nenda kwa mgahawa wa Neema. Kwa sababu ya mafanikio hayo, Neema na Salehe waliamua kuupanua mgahawa wao. Waliongeza meza nyingi zaidi, wakaajiri wafanyikazi na kuufanya mgahawa huo uwe mkubwa na mzuri zaidi. Baada ya muda mfupi, mgahawa wa Neema ulikuwa tayari mgahawa mkubwa na wa kisasa. Wateja walikuwa wanatoka hata maeneo ya mbali kuja kula hapo.
Wakati huo huo, kazi ya Salehe pia iliendelea kubadilika. Kwa sababu ya uaminifu na bidii yake, kampuni ya ujenzi aliyokuwa anafanya kazi ilimpa nafasi kubwa zaidi. Alipewa jukumu la kusimamia miradi mikubwa ya majengo. Polepole alianza kupata pesa nyingi zaidi. Baada ya muda, waliamua kuhama kutoka ile nyumba ndogo ya kupanga na kuhamia nyumba kubwa zaidi na nzuri. Bibi wa Salehe alikuwa na furaha kubwa sana kuwaona watoto wake wakipiga hatua maishani. Kwa upande mwingine, Musa na Amara walikuwa wamepoteza kabisa habari za Neema. Walitafuta sana, lakini hawakujua tena yuko wapi. Mwaka mmoja ulipita tangu Neema na Salehe waanze maisha yao mjini. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa nje ya nyumba yao wakizungumza. Salehe alikuwa kimya kwa muda mrefu. Hatimaye alikusanya ujasiri na kusema, "Neema, kuna kitu nimekuwa nikitaka kukuambia kwa muda mrefu." Neema alimwangalia kwa upole. Salehe akasema kwa sauti ya moyo, "Mimi nakupenda sana tangu siku ya kwanza nilipokuona njiani." Alipumua kidogo kisha akaendelea, "Kwa muda mrefu nimekuwa nikitamani kukuoa kama utanikubali." Neema alitabasamu kwa furaha kubwa. Hakusita hata kidogo. "Salehe, hata mimi nimekupenda tangu mwanzo," alisema kwa sauti ya upole. Maneno yale yalifanya moyo wa Salehe ujazwe na furaha kubwa sana. Baada ya siku chache, walimwambia bibi yao kuhusu uamuzi wao. Bibi alifurahi sana. Aliwabariki kwa moyo wote. "Mungu awabariki watoto wangu. Moyo safi huzaa maisha mazuri," alisema kwa upendo. Baada ya muda mfupi, walifunga ndoa nzuri sana. Watu wengi walihudhuria sherehe hiyo na kuwapongeza. Wakati wa sherehe ile, pete ya Neema ilianza kung'aa kwa mwanga mkali kuliko siku zote. Neema na Salehe walitazamana wakitabasamu. Walihisi kuwa mwanga ule ulikuwa ishara ya baraka katika maisha yao. Miaka iliendelea kupita. Baada ya miaka 6 ya ndoa yao, maisha yao yalibadilika kabisa. Salehe sasa alikuwa tajiri mkubwa. Alimiliki kampuni 2 kubwa za ujenzi zilizokuwa zinajenga majengo mengi mjini. Kwa upande wa Neema, biashara yake pia ilikuwa imekuwa sana. Mgahawa ule mdogo uliokuwa mwanzo wa safari yao, sasa ulikuwa umebadilika kuwa hoteli kubwa na za kisasa. Neema alikuwa tayari anamiliki hoteli 3 za nyota 5 mjini. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kusimamia biashara, watu wengi walimwamini. Alipewa pia cheo cha kusimamia hoteli nyingine nyingi za watu mjini. Kila mtu aliyemjua Neema alikuwa anashangaa jinsi maisha yake yalivyobadilika haraka sana. Lakini Neema alijua siri moja tu. Aliitazama pete yake kwa tabasamu. Ndani ya moyo wake alisema kimya kimya, "Asante mama kwa zawadi ulioniachia." Miaka 6 ilikuwa imepita tangu Neema na Salehe wafunge ndoa. Maisha yao yalikuwa yamebadilika kabisa. Salehe alikuwa sasa mfanyabiashara mkubwa wa ujenzi. Kampuni zake 2 zilikuwa zinajenga majengo makubwa katika maeneo mengi ya mji. Watu wengi walimheshimu sana kwa sababu alikuwa mtu mnyenyekevu na mwenye moyo wa kusaidia wengine. Kwa upande wa Neema, mafanikio yake yalikuwa makubwa zaidi. Hotel zake 3 za nyota 5 zilikuwa kati ya hotel maarufu sana mjini. Watu kutoka maeneo mengi walikuja kukaa pale. Lakini pamoja na utajiri wote huo, Neema hakubadilika tabia yake. Alikuwa bado mtu mnyenyekevu, mpole na mwenye moyo wa kusaidia maskini. Kila mwaka alitoa msaada kwa watoto yatima na watu wenye shida. Siku moja mchana, Neema alikuwa katika ofisi yake ndani ya moja ya hotel zake. Ghafla, meneja wake aliingia haraka. "Madam Neema, kuna watu 2 wamekuja hapa wanadai wanakujua sana." Neema alishangaa. "Hao ni nani?" Meneja akasema, "Wanajiita Musa na Amara." Neema alisimama ghafla. Alikuwa hajawasikia majina hayo kwa miaka mingi. Alipumua polepole kisha akasema, "Waingize." Baada ya muda mfupi, Musa na Amara waliingia ndani ya ofisi ile kubwa. Walibaki wamesimama kimya wakishangaa uzuri wa ofisi ile. Hawakuamini macho yao. Yule Neema waliyemtesa zamani sasa alikuwa mwanamke tajiri na mwenye heshima kubwa.
Amara alitabasamu kwa unafiki. Neema, hatukujua kama umefika mbali hivi. Neema aliwatazama kwa utulivu. Mmepotea sana, alisema kwa sauti ya kawaida. Musa alisogea mbele kidogo. Tumekuja kukuona kwa sababu sisi ni familia yako. Maneno yale yalimfanya Neema atabasamu kidogo. Familia? Aliuliza taratibu. Kama mulikuwa familia yangu, kwa nini mulinituma watu waniumize na wanichukulie pete yangu? Chumba kilikaa kimya kwa sekunde chache. Amara alijaribu kubadilisha mada. Sasa hayo ni mambo ya zamani. Sisi tumekuja tu kuomba msaada kidogo. Neema alitazama pete yake mkononi. Pete ile ilianza kung'aa polepole. Musa alipoiona tu, tamaa ilijaa tena machoni mwake. Alisema haraka, Neema, ile pete bado unayo? Neema alitabasamu kwa utulivu. Ndipo alisema maneno yaliyofanya Musa na Amara washangae sana. Siri ya pete hii si utajiri wala nguvu za miujiza. Wote walimtazama kwa mshangao. Neema akaendelea kusema, mama yangu aliniambia kuwa pete hii itafanya kazi tu kwa mtu mwenye moyo safi, anayependa kwa dhati na anayewatendea wengine mema. Aliwatazama moja kwa moja machoni. Ndiyo maana haikuwahi kufanya kazi mlipokuwa karibu nayo. Musa alibaki kimya bila jibu. Neema akaendelea, utajiri wangu haujatoka kwenye pete hii. Umetoka kwenye bidii ya Salehe, upendo wetu na baraka za Mungu. Ghafla mlango wa ofisi ulifunguka. Salehe aliingia ndani. Alisimama pembeni ya Neema kwa utulivu. Musa na Amara walitazamana kwa aibu. Kwa mara ya kwanza walielewa kuwa walikuwa wamepoteza kila kitu kwa sababu ya tamaa yao. Neema alisema kwa sauti ya utulivu, mimi sitaki kisasi. Kama kweli mnahitaji msaada, nitawasaidia kuanza maisha mapya. Lakini, akaongeza kwa msisitizo, lakini pete hii haitakuwa yenu kamwe. Musa na Amara walinyamaza kwa aibu. Waliondoka pale polepole wakiwa wameinamisha vichwa. Baada ya wao kuondoka, Salehe alimgeukia Neema na kutabasamu. Umefanya jambo jema sana, alisema kwa upole. Neema alitabasamu. Aliitazama pete yake kwa mara nyingine. Pete ile iling'aa kwa mwanga mpole sana, kana kwamba ilikuwa inaridhika kuona hatima yake imetimia. Na tangu siku hiyo, Neema na Salehe waliendelea kuishi maisha yao kwa upendo, heshima na furaha. Na kila aliyesikia hadithi yao alijifunza jambo moja muhimu. Moyo safi, upendo wa kweli na bidii ya kazi ndiyo siri ya baraka za maisha. Mwisho.